Pengine ni habari njema zaidi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wakati wakimtambulisha mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, wakimrejesha kikosini kwa mara nyingine tena, ikiwa ni mara ya 3 kwa ajili ya kuitumikia timu ambayo kwa hapa nchini ifanye vizuri zaidi kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wanakwenda katika mechi muhimu ya hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis kule nchini Tunisia, wakati Chama akitua ndani ya Simba, wakati Esperance de Tunis wakizidi kuwa exposed, wakizidi kuanikwa juu ya udhaifu wao baada ya kucheza dhidi ya US Monastir na kufungwa mabao 2-1, ikiwa ni mechi ya pili katika ligi kuu ya Tunisia wanapoteza. Mechi nyingine walipoteza kwa bao 1-0 dhidi ya timu inayoshika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya Tunisia hivi sasa ya Stade Tunisien. Bao walilofungwa dhidi ya Stade Tunisien lilidhihirisha juu ya udhaifu wa Esperance de Tunis katika kuzuia, lakini mechi hii waliofungwa 2-1 na US Monastir imefichua kwa mara nyingine tena juu ya miongoni mwa udhaifu walionao katika kuzuia. Tazama hilo bao hapo kwa mfano. Hili ni bao la pili. Mabeki wakati wanajichanganya wenyewe. Hamza Jelasi, huyo unamuona hapo mgongoni nambari 6, halafu yupo na Khalil Genuchi mgongoni nambari 27. Hamza Jelasi umri wake ni miaka 34, urefu futi 6 na inchi 2. Mwenye nambari 27 ni Khalil, yeye umri wake miaka 23, urefu futi 6 na inchi 2. Wanajichanganya katika kumkabili mshambuliaji wa US Monastir. Matokeo yake na golikipa wao, haya mabao waliofunga ndio yanawafanya wao wawe vinara kupachika mabao mpaka sasa katika ligi kuu ya Tunisia yenye timu 16. Mechi ni 30 mpaka sasa, wamecheza mechi 17, lakini kuruhusu mabao 6 hakuifanyi yenyewe kuwa ndo timu yenye ukuta imara. Yenye ukuta imara zaidi ni Stade Tunisien iliyoruhusu mabao 4, na aina ya mabao hayo walioruhusu ndio yanadhihirisha juu ya udhaifu wao. Hawa Esperance de Tunis chini ya kocha Mahar Kanzari wamekuwa bora sana, hasa katika eneo la kushambulia. Kwa mfumo wao wanaanza baada ya golikipa, wanakuwa na walinzi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1, lakini wanapocheza muda mwingi wanakuwa katika eneo lako. Wana uwezo mkubwa wa kumiliki eneo la kati, wanakopatikana akina Hussein Tika, wanaopatikana akina Onuchi Ogbelu, mchezaji wa kimataifa kutoka kule nchini Nigeria, wakiungana na kina Jibeli, wakiungana na kina Jabri, wakiwa na washambuliaji wao akina Florian Danyo, wakiwa na washambuliaji wao akina Jack Diara, mchezaji kutoka nchini Burkina Faso mwenye miaka 19. Esperance de Tunis hushambulia sana. Matokeo yake timu pinzani hujikuta muda mwingi wakipambana kuzuia na kushambulia kwa kushtukiza. Sasa wanaposhambulia kwa kushtukiza ndipo huanikwa udhaifu wao, hasa katika eneo la kiulinzi, pale ambapo katika mechi hii dhidi ya US Monastir alicheza Hamza Jelasi, alicheza na Khalil Genuchi, lakini huwa anacheza Hamza Jelasi pamoja na Yasin Meria, naye ana urefu wa futi 6 na inchi 2. Mabeki wao wakati wote wana futi 6 na inchi 2, lakini wanapopigiwa mipira nyuma yao kuanza kukimbizana na mchezaji wa timu pinzani huwa ni tatizo kwao. Udhaifu mwingine ni pale ambapo kunakuwa na kiungo mbunifu wa timu pinzani anayepitisha mipira katikati yao, halafu anakuwa na mchezaji mjanja wa kupita kufuata mpira huo katikati yao, wanakuwa shakani Esperance de Tunis. Lakini silaha yao kubwa ni kwamba wao humiliki zaidi mpira, wao hucheza zaidi katika eneo lako, na hivyo wewe kukosa hizo nafasi za mara kwa mara kwenda kuwa expose, kwenda kuanika mabeki wao wakati juu ya udhaifu wa namna ya kucheza mipira ya namna hiyo. Lakini pia kwenye mipira ya juu, tazama ile bao lingine walilofungwa la kwanza. Huyu ni Fakhreddin Ben Yusuf, anafahamika vizuri kwa sababu alitoka Al Masry akajiunga na klabu hii ya US Monastir. Anafunga bao la kichwa. Mabeki wakati Hamza Jelasi, Khalil Genuchi hawakuweza kujipanga vema mawasiliano na kipa wao katika kucheza mpira huo ambao ni mpira uliotoka upande wa kulia ukenda upande wa kushoto ikarudishwa cross kati. Fakhreddin Ben Yusuf anaruka kwa haraka zaidi na kuwazidi kasi na kuweka mpira wavuni wakipoteza 2-1. Sasa aina ya mipira ambayo huwaletea shida Esperance de Tunis ndiyo ambayo mwamba Lusaka Clatous Chota Chama bila shaka yoyote wekundu wa Msimbazi Simba benchi lao la ufundi chini ya kocha Steve Becker wanategemea mno kupata huduma hii kutoka kwa Chama. Chama hivi sasa umri miaka 34. Chama hatarajiwi kwamba yeye atakuwa akipigania mipira, kupora mipira kutoka kwa wapinzani. La hasha. Bali Chama ambaye kasi yake sio kubwa sasa, iliyobaki ni kasi ya kufikiri kwenye ubongo wake,
ndiko Simba wanakotazamia sana kuelekea mechi hii dhidi ya Esperance de Tunis, ambayo mwisho wa siku akiendeleza akifanya kile ambacho mara zote amekuwa akikifanya uwanjani. Chama, matarajio ni kwamba ni kete muhimu katika safari ya Simba kupindua meza kibabe kwenye kundi lao la D, ambalo wamecheza mechi mbili wamepoteza zote, lakini mechi muhimu za mwelekeo wa msimu wao kwa ligi ya mabingwa barani Afrika ni hii dhidi ya Esperance de Tunis ya kocha Mahar Kanzari, ya kina Yasin Meria mabeki wa kati, kina Hamza Jelas, kina Khalil Genuch, kuhakikisha wanapata matokeo mazuri na mechi marudiano pia, na kisha kufanya vizuri pia katika mechi dhidi ya Petro Atletico ya kule nchini Angola ambako ndiko watakokwenda kucheza, lakini pia mechi dhidi ya Stade Malien itakayochezwa nchini. Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, matarajio ni makubwa mno na amesajiliwa katika wakati sahihi ambao Simba inahitaji ubongo kama wa kwake ili kufanikisha mipango mizuri ya kupata matokeo na hatimaye kuwafurahisha wana Msimbazi, kuwafurahisha Watanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Mpaka sasa Simba mechi mbili wameruhusu mabao matatu, wao wamefunga bao moja. Au Esperance de Tunis ukali wao zaidi ni katika kushambulia, na inathibitika kwamba katika mechi mbili ligi ya mabingwa barani Afrika wao ni miongoni mwa timu zimeshambulia sana. Ndio, mpaka sasa Esperance de Tunis katika mechi mbili wamepiga mashuti 34. Kati ya hayo mashuti 8 yamelenga shabaha, lakini wao wakipigiwa mashuti ya kulenga shabaha 5 na wapinzani wao ambao ni Petro Atletico ya Angola ambayo mechi yao iliisha kwa sare ya 1-1, ni pamoja na Stade Malien ya kule nchini Mali ambayo iliisha bila bila. Sasa kwenye mashuti ya 34 manane yamelenga shabaha, ndipo wamefunga bao moja, wameruhusu bao moja. Kwa hiyo wanashambulia sana. Mara chache wanazoshambuliwa wanakuwa hatarini sana. Kitendo chao cha kukosa sana mabao na kuwa ndio timu inayoongoza kukosa mabao mengi mpaka sasa. Mabao 9 ya wazi wamekosa, wakifunga bao moja tu katika mashambulizi haya kimewaletea madhara, kwa sababu katika mara chache wanazoshambuliwa ndizo ambazo Petro Atletico kupitia kwa mshambuliaji wao Thiago wakafunga bao, na matokeo yake mechi ilisha 1-1. Matokeo yake wao wamepata sare 2 katika kundi lao, wakiwa wao na Simba wako chini. Simba wako mkiani, hawana pointi yoyote. Wa pili kutoka mkiani wao Esperance de Tunis wanakwenda kukutana. Chama anafahamika kwamba yeye si mwenye hamu na shauku sana ya kutaka kufunga mabao, bali hujitahidi kucheza kitimu, kutoa pasi kwa wenzake, panapostahili na yeye anafunga. Msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara, Chama akiwa ndani ya Yanga kabla ya msimu huu kujiunga na Singida Black Stars alicheza mechi 24, dakika alizocheza zilikuwa ni dakika 910 minutes. Akawa amepiga mashuti 21, kati yao 15 amelenga shabaha, akafunga mabao 6, akatoa assist 3, akaichangia Yanga mabao 9 wakati ikifunga mabao 83 na kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara 4 mfululizo. Takwimu hizi zinadhihirisha juu ya Chama anapofanya majaribio ya kupiga mashuti ni mpaka pale anapojihakikishia kwamba analenga shabaha. Ndio maana anapiga mashuti mengi ya kulenga shabaha 15 kulinganisha na yaliyotoka nje. Maana 21 15 amelenga shabaha, ni mashuti 6 tu yaliyokwenda nje katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Simba wanamhitaji kwa huduma yake. Wanakumbuka vizuri msimu wa 2022-2023 alipokuwa na Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, yeye ndo alikuwa pasi master kwenye kucheza kwao. Ligi ya mabingwa barani Afrika walienda mpaka robo finali, walitolewa na Wydad Casablanca ya Morocco. Chama katika kucheza kwake alipiga mashuti 18 tu, alifunga mabao 4, alitoa assist 1, akichangia mabao 5. Chama anafahamika juu ya kutumia ubongo wake katika kuchungulia nafasi na kutoa nafasi kwa wenzake, lakini yeye pia achezi mbali na lango la wapinzani panapostahili, anaweka mpira wavuni, lakini sio selfish yule kutaka afungie. Nafasi anayoitoa ni ile ambayo Simba katika msimu uliopita wakienda mpaka finali kombe la shirikisho, wakimaliza wa pili katika ligi kuu Tanzania bara, ilikuwa ikitwaliwa na Jasha Ahua ambaye hivi sasa taarifa ni kwamba Simba wameachana naye. Jasha Ahua alikuwa top scorer katika ligi kuu Tanzania bara, mabao 16, assist 9, akichangia mabao 25 kwa Simba wakati ikifunga mabao 69. Lakini ndiye aliyepoteza mipira mingi katika kufanya majaribio ya kufunga, akipiga mashuti 74, akifunga mabao 16. Mashuti mengine yote ni matokeo ya mpira kupotea, ama kwa kudakwa na kipa ama kwa kwenda nje. Kwenye kombe la shirikisho mpaka wanafika finali, Jasha Ahua alipiga mashuti 33, mashuti aliyolenga lango yalikuwa 11, akafunga mabao 3, assist 2. Ndiye alichangia mabao mengi zaidi kwa Simba kwenye safari yake mpaka inafika finali. Lakini Simba bila shaka, pamoja na uzuri wote wa Jasha Ahua, waliona kana kwamba kuna nyakati alikuwa anajitanguliza mwenyewe kutaka afunge, na hivyo baadhi ya nafasi wanazipoteza kama timu. Sasa Chama, matarajio
na ndicho amesikika Ahmed Ally akisema wamempata Chama ambaye huwaza kuwalisha wengine zaidi ili wafunge akiwa kama kiungo na sio kutaka afungie ambayo inaweza kumfanya apate mabao mengi, lakini kwa matokeo ya jumla ya timu yakawa sio ya kuinufaisha. Sasa Simba hii ambayo yaweza ikawa kwenye nafasi kwenye uchezaji wao, mwalimu Steve Barker akaamua kwa mfano akawa na viungo watatu ushambuliaji, akawa na mshambuliaji kinara mmoja katika mfumo wa 4-2-3-1. Chukulia kwa mfano pale mbele na kwa Jonathan Soa, halafu hapa nyuma kuna kuwa na Cletus Chota Chama mwamba wa Lusaka. Upande mmoja kuna Eli Mpanzu Kibisawala aliye kwenye kiwango chake bora akichomoka kwa kasi kupiga chenga na kuingia ndani. Halafu upande mwingine kuna kuwa na Libase Geye, mchezaji wa kimataifa wa Senegal aliyesajiliwa hivi karibuni, ambaye style yake ya kucheza, kasi yake haitofautiani sana na Mpanzu juu ya kuaburuza mabeki. Sasa hawa wote wakiwa kwenye kiwango cha ubora, wakiwa na Chama ambaye si mkimbiaji sana wa kimwili bali kiakili, halafu kukawa na wenye kasi ya kimwili kama Libase Geye na Eli Mpanzu Kibisawala, bila kujali nyuma yao viungo hapo kina nane, kina Alassane Maudo Kante, kina Yusuf Kagoma, Nabi Kamara, lakini mabeki akina Shomari Kapombe, mabeki akina Nixon Kibabage, mabeki wakati akina Ismail Olivier Toure, akina Rushain Deruk, Wilson Nangu, vyovyote viwavyo. Lakini hawa viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, matarajio ni kwamba Simba itakuwa na mshamsha za kutosha kwenye kushambulia ili Jonathan Soa akapambane nao mabeki ambao wameonekana kuwa na shida pinde Esperance de Tunis inaposhambuliwa. Wao wamezoea zaidi kushambulia, hawapati kashikashi nyingi, lakini wanaposhambuliwa japo kidogo huwa na wakati mgumu, na ndio tumeshuhudia mechi mbili wamesharuhusu bao moja, kwamba Jonathan Soa mchezaji ambaye akiwa Singida Black Stars msimu uliopita alicheza mechi 14 akafunga mabao 13 akipiga mashuti 32, 16 amelenga shabaha, akiwa kwenye kiwango chake bora. Maana yake hapa tunazungumzia Yasin Maria, hapa tunazungumzia Hamza Jelasi, au akaingia tena kijana mdogo mwenye miaka 23 kwao akiwa na urefu wa 96 na chimili vilivyotoka kueleza Khalil Genuchi. Maana yake wapate shughuli nzito kutoka kwa Jonathan Soa, kwa sababu mabeki wa pembeni watakuwa nao wakiwafanya mabeki hao wakati wawe stretched watanuliwe kwenda kusaidia, kwa sababu Mpanzu akicheza kwenye mapana ya uwanja shughuli anayo beki mbili, Ibrahim ambaye ametua Esperance de Tunis akitoka TP Mazembe. Upande ule wa kulia beki mbili yeyote anaweza kucheza. Huku beki wa kushoto hapa tunazungumzia Mohamed Ben Himida, naye ajikuta na wakati mgumu kutoka kwa Libase Geye ambaye cheza yake naye kama Mpanzu hucheza zaidi katika eneo hili la kati ya beki wa kati na beki wa pembeni, kufanya eneo hili livurugwe, kwa sababu kila mara huyu beki wa kati kama ni Yasin Maria awe akija kutaka kumsaidia na hivyo kutoa fursa kwa huyu Jonathan Soa, lakini kuna Cletus Chota Chama hachezi mbali katika eneo hili kurahisisha mwendo, kutoa pasi za kwenda nyuma ya mabeki, kwenda kwa Mpanzu, kwenda kwa Libase Geye au kwenda kwa Jonathan Soa, au yeye mwenyewe kujitenzea nafasi na kufunga au kupata mipira ya pili. Wakati huo tusisahau amshamsha kutoka kwa beki mbili Shomari Kapombe, amshamsha kutoka kwa beki tatu Nixon Kibabage au Anthony Mligo. Kwa ujumla tu ujio wa Cletus Chota Chama umekuja kwa wakati sahihi katika kipindi ambacho Simba wanahitaji ubongo zaidi katika kutenza nafasi zao. Mpaka sasa Simba kwenye mechi mbili walizocheza ndio timu ya pili kwa kupoteza nafasi nyingi za kufunga. Ni kwa sababu hizo nafasi walikuwa hawazitengenezi kwa ulaini zaidi. Mlainishaji Greece ni Cletus Chota Chama mwamba Lusaka. Simba wamepoteza big chances, nafasi zao za kufunga 5. Lakini wanaongoza kupoteza nafasi nyingi za kufunga ni Esperance de Tunis, nafasi 9. Na kati ya hizo 4 zimepotezwa na mshambuliaji walimsajili kutoka katika ligi kuu ya Ufaransa, Ligue 1. Huyu ni Florian Danyo ambaye yeye amepoteza nafasi 4. Klabu nyingine zote kwenye makundi mengine ya A, B, C, D yote timu 16, timu zinazongoza kupoteza nafasi za kufunga ni Esperance de Tunis, ni Simba, ndo wanakwenda kukutana. Bila shaka Cletus Chota Chama mwamba wa Lusaka anayo nafasi ya kufanya kitu ili kuiwezesha Simba kutimiza mipango yake, kupindua meza kibabe kwa kupata matokeo mazuri katika mechi hizi mbili dhidi ya Esperance de Tunis ambazo zitaamua juu ya hatima yao. Maana baada ya hapo wataenda kucheza dhidi ya Petro Atletico kule Angola, dhidi ya Stade Malien nchini Tanzania watakaocheza nyumbani. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri, lakini inaleta matumaini kwamba hii combination ya mkimbiaji wa akili
kwenye ubongo Clatous Chota Chama, wa wakimbiaji wa vyote pamoja na kimwili Libasegeye Eli Mpanzu Kibisawala, lakini pia wa mpambanaji mwenye maguvu na kuweza kugongana ili kupata nafasi za kufunga Jonathan Soa, ama Selemani Mwalimu, mshambuliaji ambaye ana kasi sana, ni mzuri kukimbia nyuma ya mabeki. Bila shaka Simba watakuwa na nafasi ya kuwapa raha wa Tanzania katika mechi hizi zilizobaki 4 za ligi ya mabingwa barani Afrika. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Wasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.